Kuna vitu lazima uwe na uwezo wa kuviona kwenye microscopic view. Microscopic view ni kuliangalia jambo zaidi ya linavyoonekana nje. Ukienda kupima, kuna kitu wanakitumia kinaitwa microscope, darubini. Ina uwezo wa kuona kilichoko ndani ya damu yako. Kwa kawaida we damu yako ukichukua hivi utaona iko sawa. Lakini ikipita kwenye darubini ambayo inaitwa microscope, micro maana yake ni chenye uwezo wa kuona vitu ambavyo haviwezi kuonekana kwa macho haya kwa kawaida. Inakusaidia kuona vilivyoko ndani vidogo. Adui unajua anafanyaje vita? Anafichaga vitu ndani ya macro things. Macro ni vitu vikubwa hivi, macro. Mimi unayeniona hapa nje ni macro, lakini mimi halisi ni micro. Niko ndani, ni roho, lakini nje ukiniona niko kwenye hali ya macro. Kwa ukiniangalia kwa macroscopic view, unaweza kaniona mimi ni mtu mwema, unaweza kaniona mimi ni mzuri, unaweza kaona nafaa kuwa rafiki yako. Lakini Roho Mtakatifu akikusaidia ukaniona kwa microscopic view, utaona kile kiko ndani ya moyo wangu. Kile adui anafanya, anaficha vitu, anaviweka kwenye micro. Unazuka ugomvi, lakini wewe unaona kama ugomvi wa kawaida, lakini ndani ya ugomvi kuna vita imejificha, kuna mauti imejificha nyuma ya huo ugomvi. Kuna inuka tabia kwa nje unaiona, ukiangalia kwa macroscopic view unaona hii tabia ni ya kawaida. Unaiona tabia kwa mtoto, unaona tabia kwa mtu wako wa karibu, we unahisi ni ya kawaida. Ndani ya ile tabia adui anaficha uharibifu, alafu unakuja kugundua kwamba ilikuwa na uharibifu when it is too late. Unagundua ya kwamba, ndio maana wataalamu wa afya wanasema usiende usifanye check up kwa sababu unaumwa. Fanya check up kujua afya yako inaendeleaje, hata kama uko salama, hauna ugonjwa. Most of time tunagundua uharibifu, udhaifu, kufa wakati tumechelewa. Sasa ni nani awezaye kukusaidia kuyaona yaliyofichwa sirini, yaliyofichwa nyuma ya ugomvi, yaliyofichwa nyuma ya tabia, yaliyofichwa nyuma ya hali, yaliyofichwa nyuma ya watu? Roho Mtakatifu ndiye huwa anatusaidia. Roho Mtakatifu anakusemesha, huyu mtu aliyekuja kwenye maisha yako kwenye majira haya is not the right person, achana naye. Roho Mtakatifu anakuambia usipite njia hii. Roho Mtakatifu anakuambia nyamaza, achilia, samehe, anza upya. Si kila unachokiona kinachoinuka kwenye maisha yako ni cha kawaida. Lazima uwe na uwezo wa kuyapima mambo kwa jicho la darubini ya kiroho. Na hiyo darubini ya kiroho ni Roho Mtakatifu. Hata ukitaka kujua yanayoendelea mbinguni, Roho Mtakatifu anajua. Biblia inasema ni nani ayajuaye yaliyomo moyoni mwa mtu isipokuwa roho yake mwenyewe? Anasema vivyo hivyo Roho Mtakatifu yeye anaijua nia ya Mungu. Roho Mtakatifu atakusaidia kujua kwenye majira haya kumebebwa nini, kwenye majira haya kuna nini, kwenye majira haya uishije, kwenye majira haya uendeje.